Na wasalimu wote kupitia jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu yule aliye wa pekee na wa kweli. Ni wakati mwingine tena Mungu ametupatia nafasi ya kuweza kumalizia sehemu ya 3 ya somo letu lenye kichwa kinachosema ibada inaendelea. Hii ni sehemu ya 3 ambayo inakamilisha somo moja lenye sehemu kuu 3. Nikusihi mtu wa Mungu, ikiwa haukutizama sehemu ya kwanza na ya pili, utizame. Masomo hayo yanapatikana hapa kwenye Njia Salama Ministry. Hii ni sehemu ya 3 na umekuwa nami Emmanuel Learu, mmoja kati ya walimu katika channel yako pendwa ya Njia Salama Ministry. Namshukuru Mungu sana kwa sababu hii sehemu ya 3 ni hitimisho ambalo linakwenda kuzungumzia vitu vizuri. Mungu amekuhifadhi hai uweze kuyasikia haya. Kwa kupata ujumbe huu umebarikiwa sana. Tunakwenda kuangalia mlango wa rehema ni kitu gani, ama muda wa matazamio. Mlango wa rehema au muda wa matazamio. Toba ya kweli ni nini? Dhambi isiyosamehewa ni dhambi gani? Ni kitu gani ambacho mtu anaweza akafanya akawa amechelewa sana kuokolewa? Ni kitu gani ambacho mtu anaweza akafanya akawa amechelewa sana kuokolewa? Mungu anatuambia kupitia mwanae tukeshe. Kukesha ni nini? Topiki kubwa ambayo tunakwenda kujifunza kwa siku ya leo ni kukesha. Maana kama utakesha, basi mlango wa rehema ukifungwa utakuwa upande wa waliookolewa. Na kama utakesha, utakuwa umefanya toba ya kweli. Lakini kama utakesha, mtu wa Mungu, hautafanya dhambi isiyosamehewa. Haya mambo tukielewa kwenye somo hili la leo yatatuelekeza ni namna gani Mungu anahitaji ibada yetu iwe inaendelea wakati wowote. Ibada inaendelea, ibada ni kila tendo, wazo, neno ambalo unalitoa wakati wowote. Fikra zako zinafikiri nini wakati wowote ule ibada inaendelea. Na katika somo hili la leo, msikilizaji, naomba nikwambie, katika somo hili la leo utaona maana ya ibada inaendelea. Kwamba ibada ni tendo la sehemu yoyote, wakati wowote, wakati mtu yungali hai. Utakwenda kuelewa kwa kina kile ambacho Yesu anakizungumza kwenye kitabu cha Mathayo sura yake ni 24, akituambia tukeshe. Kwa habari ya kuja Bwana wetu hakuna ajuaye siku wala saa. Alimaanisha nini? Na kualika sana mtu wa Mungu uweze kufuatilia kwa makini hili somo. Kama kuna mtu alikutumia link, anakupenda sana. Lakini ikiwa umeingia YouTube kwenye channel yetu ukatafuta ukalikuta hili, basi ni roho ya Mungu imekuongoza. Sikiliza kwa makini, shiriki na wenzako. Karibu tujifunze. Kabla kwenda mbali, mtu wa Mungu, nikualike tuombe. Mungu wetu unayetupenda, wewe ambaye unaketi mahali pa juu mbinguni, jina lako lizidi kutukuzwa sana. Nakushukuru kwa sababu umekuwa nasi sehemu ya kwanza na ya pili ya kipindi chetu ibada inaendelea. Sehemu hii ya 3 tunapokwenda kuhitimisha vipindi hivi vizuri, naomba unipatie lugha nzuri ya kuzungumza na msikilizaji ama mtizamaji wa hubiri hili, ili aweze kufahamu unamaanisha nini ulivyomwambia mwanao atuambie tukeshe. Kukesha ni jambo gani? Ni upi muda haswa wa kukesha? Baba Mtakatifu, onekana katika hubiri hili, kuwa nasi, nipatie lugha nzuri ya kuzungumza na kuwasilisha somo hili ambayo itakuwa ni nyepesi kueleweka. Lakini msikilizaji, mlinde, msikilizishe kwa namna ya pekee somo hili likaweze kumsaidia apate kile ambacho wewe unataka aweze kukipata kwa ajili ya badiliko la ndani, ambalo kwa hilo atakuwa ni kati ya watu waliokesha. Nimeomba hayo machache nikiamini utazidi kuwa nasi kupitia jina la Mwana Yesu Kristo. Amina. Basi rafiki yangu, bila tu kupoteza muda, tukienda kwenye kitabu cha Mathayo sura yake ni ya 24. Mathayo sura yake ni ya 24, aya yake ni ya 38 mpaka 40. Pia Yesu amezungumza swala hili kwenye kitabu cha Marko sura 13. Tutakwenda kuona kwa ufupi japo. Marko 13 Yesu pia amezungumzia jambo hili. Mathayo 24 aya 38 mpaka 44, Yesu aliyasema maneno haya. Tunakwenda kuanza, nikukaribishe twende sasa. Kwa kuwa kama vile siku zile zilizokuwa kabla ya gharika, watu walipokuwa wakila na kunywa, wakioa na kuolewa, hata siku ile aliyoingia Nuhu katika safina, aya 39, wasitambue. Narudia, wasitambue. Narudia, wasitambue. Hata gharika ikaja ikawachukua wote. Ndivyo kutakavyokuwa kuja kwake Mwana wa Adamu. Aya ya 40, wakati ule watu wawili watakuwako kondeni, mmoja atwaliwa, mmoja aachwa.
Hichi ambacho kinazungumzwa hapa, hii aya ya 40 inayosema wakati huo watu wawili watakuwako kondeni, mmoja atwaliwa, mmoja aachwa. Hichi tunakwenda kukizungumza bado ni habari ya kukesha. Aya ya 41 maandiko yanasema wanawake wawili watakuwa wakisaga, mmoja atwaliwa, mmoja aachwa. Aya 42 kesheni basi. Narudia, kesheni basi, kwa maana hamjui ni siku ipi atakayokuja Bwana wenu. Aya ya 43 lakini fahamuni neno hili, kama mwenye nyumba angaliijua ile zamu mwivi atakayokuja, angalikesha, wala asingaliiacha nyumba yake kuvunjwa. Narudia, lakini fahamuni neno hili, kama mwenye nyumba angaliijua ile zamu mwivi atakayokuja, angalikesha, maana wala asingaliiacha nyumba yake kuvunjwa. Aya ya 44 kwa sababu hiyo ninyi nanyi jiwekeni tayari, kwa kuwa katika saa msiodhani. Narudia, katika saa msiodhani. Narudia, katika saa msiodhani Mwana wa Adamu yuaja. Yesu anazungumza maneno mazito kabisa haya, yasipotafakariwa ni kana kama mtu anaweza kawa anasoma story tu isiyo na faida ama isiyoweza kumwokoa. Lakini kuna kweli kuu za sasa hapa katika maandiko haya matakatifu. Tunakwenda kujifunza kwa habari ya vitu kadha wa kadha ambavyo Yesu amesema. Mungu kwa sehemu nyingi amekuwa akizungumza na watu wake kwa kupitia mifano. Utakumbuka sadaka za kafara za wanyama ziliwakilisha ujio wa Kristo mwenyewe. Mfano na asili, type na antitype. Na somo hilo liliwafundisha watu kile ambacho dhambi imefanya na itakwenda kusababisha kifanyike. Yaani mwana wa Mungu atakuja kufa kwa ajili ya kumkomboa mwanadamu. Mungu amezungumza kupitia mifano sehemu nyingi. Na Yesu hapa anasema ya kwamba kwa habari ya kuja kwake mwana wa Adamu, angalieni zama za Nuhu, wakati wa gharika. Kuna sifa ziko pale zinakwenda kujirudia tena. Wale waliofaulu na kuokoka na gharika, kuna kitu walifanya, na wale waliofeli wakaangamia na gharika, kuna kitu walifanya. Hivyo kwa habari ya kuja kwangu, yani Yesu anasema kwa habari ya kuja kwangu, tazameni pale, mtajifunza somo ambalo mkilielewa basi mtaweza kukesha. Maana hamjui saa ambayo nitakuja ili nisiwakute mmelala. Hivyo na sisi hatui wazembe, tunajifunza kama Yesu alivyosema. Tunafahamu kisa cha gharika inapatikana kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 6 mpaka sura ya 8. Utafika hapo na utasoma na mnajua wengi tunafahamu. Hivyo nitachukua baadhi ya aya ambazo zitanisaidia kulifikisha somo langu pale ambapo nahitaji uelewe, mtu wa Mungu. Lakini kwa habari ya kisa cha gharika, bila shaka wengi tunafahamu kile ambacho Yesu amekizungumza kwa habari ya gharika. Tumesikia hapa kuna habari ya watu wawili wanakutwa kondeni, mmoja atwaliwa, mmoja aachwa. Wengine walikuwa wakisaga unga, mmoja atwaliwa, mmoja aachwa. Hili jambo ni jambo gani? Wengine wamesema ni unyakuo wa siri. Hapana, mtu wa Mungu, tunakwenda kuona. Tukisoma kitabu cha Warumi, Paulo anaandika waraka kwa Warumi sura yake ya 13 aya ya 11 hadi 14, anasema maneno yafuatayo. Tuangalie huku kukesha. Yesu ametambia tukeshe. Sasa maandiko yafafanue kukesha ni nini? Biblia kwanza ituambie. Aya ya 11. Naam, tukiujua wakati. Paulo anasema tukiujua wakati, kwamba saa ya kuamka katika usingizi, yani ndio kukesha, kuamka katika usingizi, anasema imekwisha kuwadia, kwa maana sasa wokovu wetu ukaribu nasi kuliko tulipoanza kuamini. Aya 12. Usiku umeendelea sana, mchana umekaribia. Basi na tuyavue matendo ya giza. Naomba unielewe, kukesha. Anasema basi na tuyavue matendo ya giza na kuzivaa silaha za nuru. Aya ya 13. Kama ilivyohusika na mchana, na tuenende kwa adabu, si kwa ulafi na ulevi, si kwa ufisadi na uasherati, si kwa ugomvi na wivu. Kumbe walioamka, jambo la kwanza anasema Paulo, watu wanaokesha, wanaojua wakati, wanaokesha, wanafanya nini? Wanayavua matendo ya giza na kuzivaa silaha za nuru. Anasema tuenende kwa adabu, si kwa ulevi wala ulafi, na si kwa ufisadi, na si kwa uasherati, na si kwa ugomvi wala wivu. Kwa habari ya kisa cha gharika, tukienda kusoma Mwanzo sura yake ya 6 aya ya 1 mpaka ya 3 na ya 5,
tunapata kitu hichi hapa. Kulingana na hichi ambacho tumekisoma kwa Paulo, tukirudi kwenye Mwanzo sasa, maana Yesu alituambia habari ya kuja kwake, tuangalie siku za Nuhu. Maandiko yanasema hivi: ikawa wanadamu walipoanza kuzidi usoni pa nchi, na wana wa kike walizaliwa kwao, wana wa Mungu waliwaona hao binti za wanadamu ya kuwa ni wazuri, wakajitwalia wake wowote waliowachagua. Narudia, wakajitwalia wake wowote waliowachagua. Aya 3, Bwana akasema, roho yangu haitashindana na mwanadamu milele. Narudia, Bwana akasema, roho yangu haitashindana na mwanadamu milele, kwa kuwa yeye naye ni nyama, basi siku zake zitakuwa miaka 120. Tukijifunza tu mpaka hapa, tunaona Mungu anasema ya kwamba kumbe roho yake ilikuwa ikishindana na mwanadamu. Roho yake inashindana kwa namna gani? Ni wakati yeye mwenyewe anatufafanulia maandiko, anatuonelea ugumu wa kuyaelewa, anatuelekeza ubaya wa dhambi tuzichukie, lakini anapokuwa anawaonya wanadamu wanakataa, anapokuwa anawaonya wanadamu wanakataa. Sasa hii hali ya kupewa ujumbe na kukataa, kupewa ujumbe na kukataa na kuwa na kiburi, anasema ni kushindana. Roho yake anasema haitashindana na mwanadamu milele. Kwa lugha nyingine anasema ya kwamba kuna muda ambao nitautoa, ukiisha huo naleta gharika. Huo muda ambao Mungu ameutoa ni muda wa rehema, ni mlango wa rehema. Ndio lugha ambayo imekutumika na walimu wengi kutamka maneno haya, mlango wa rehema. Kumbe Mungu ana kipindi ambacho amekitoa kwa ajili ya kumruhusu wanadamu afanye mapenzi yake, amue kuishi milele au kufa milele. Hichi ni kipindi cha hatari sana, kipindi cha kukesha, kipindi ambacho Paulo anasema kwamba tunakesha kwa kuyaacha maovu. Hawa marafiki walishinda kukesha, walikuwa wanaoa na kuolewa, wanakunywa na kula kulingana na walivyotaka wao. Ndio maana aya pili inasema wakajitwalia wake wowote waliowachagua. Jamii ya watu wa Mungu, watu wanaolitia jina la Yehova, wakaenda kuoa kwa wana wa wanadamu, wale wasimcha Mungu. Ni sasa na leo mtu mwenye imani anaoa mtu asiye na imani. Kosa ni lile lile. Ukifanya hivyo mtu wa Mungu, unakuwa si kati ya watu waliokesha. Hawa hawakukesha. Siku ile ikawajia kama mwivi, hawakufahamu. Nuhu akiwa kwenye safina, hawakufahamu, hawakuwa na habari kwa sababu hawakukesha. Aya 5, Bwana akaona kuwa maovu ya wanadamu ni makubwa duniani, na kwamba kila kusudi analowaza moyoni mwake ni baya siku zote. Mungu aliona hali hiyo kwa habari ya wale walioishi katika zama za Nuhu. Tutakwenda kuona tabia ya ule mlango ambao uliwafungia nje. Ule mlango wa safina unafananishwa na mlango wa rehema ambao upo wazi sasa hivi, ambao pia na wenyewe muda si mrefu, rafiki yangu, unakwenda kufungwa kwa kila mtu ambaye hakukesha, atafungiwa nje. Naomba huyu mtu asiwe wewe. Kitabu cha Yohana sura yake ni ya 5 aya ya 28 hadi 29. Maandiko yanasema, msistajabie maneno hayo. Yesu anawaambia, msistajabie maneno hayo, kwa maana saa yaja, sikiliza vizuri, ambayo watu wote waliomo makaburini wataisikia sauti yake. Kumbe kuna saa inakuja na watu wote waliomo makaburini wataisikia sauti yake. Kisha aya 29, nao watatoka wale waliofanya mema. Zingatia jambo hili. Waliotoka kwenye kaburi, kuna kundi la kwanza, waliofanya mema. Wale nyingine waliokesha. Maana Paulo ametuambia kukesha kwa mtu usingizini ni kumvaa Kristo, ni kuyavua matendo ya giza na kuvaa matendo ya nuruni, kutokuenenda kwa ulevi, ulafi na dhambi nyingine zote. Tukiziacha hizo tumeamka. Kwa lugha nyingine, usiku unaendelea sana, lakini sisi tuamke. Binadamu amejifanyia mabunifu mengi sana, amejibunia utaratibu wake mpya wa maisha tofauti na ule Mungu alioweka. Giza linazidi kuendelea, mafundisho ya kishetani mengi yanazidi kutapakaa na yanawateka watu, mafundisho ya uongo. Anasema wakati mafundisho ya uongo yanazidi kuja, sisi tubaki na mafundisho ya kweli. Paulo ndicho alichosema, na hapa Yesu anasema kwamba msistajabie maneno hayo, kwa maana saa yaja ambayo watu wote waliomo makaburini wataisikia sauti yake. Aya 29, nao watatoka wale waliofanya mema kwa ufufuo wa uzima. Naomba usikilize, waliofanya mema kwa ufufuo wa uzima, na wale waliotenda mabaya kwa ufufuo wa hukumu.
hapa kuna makundi mawili. Kuna kundi moja tunaambiwa lilitenda mema, linafufuliwa, linapata uzima. Na kundi lingine lilitenda maovu, ambalo lilitenda maovu linafufuliwa kwa hukumu, kwa kuangamizwa milele. Kwa sababu Paulo alisema ili tukeshe, ili tuamke usingizini, tuvue matendo yote ya giza, tumvae Kristo, tutende matendo ya haki. Huko ndiko kuamka. Hivyo wale wote ambao watapata uzima wa milele, hili kundi la kwanza ambalo litatoka kaburini, anasema ni wale waliotenda matendo mema. Kwa lugha nyingine ni wale ambao waliamka usingizini, wale ambao walikesha. Hivyo mpaka hapa tunapata maana ya kimaandiko kwamba kukesha ni kudumu katika kweli, ni kuvua utu wa kale na kukubali kubaki na maagizo ya Yehova kama yalivyofundishwa katika maandiko matakatifu. Na tufahamu ya kwamba anayekesha, hapa Yesu anatuambia hawa walioko makaburini walikuwa hawakeshi. Baada ya kufa hakuna matendo ambayo walikuwa wanayatenda. Hapana, Yesu anatuambia wale waliotenda matendo mema pindi wangali hai watafufuliwa kwa ajili ya uzima wa milele. Kwa hiyo wakati wa kuandaa uzima wa milele ni wakati huu wa sasa, rafiki yangu. Wakati wa kukesha na kuamka usingizini ni muda huu wa sasa, ndugu katika Kristo. Na nikwambia kwamba ambacho Yesu anakisema hapa ni kwamba hakuna ibada za kuombea wafu. Hapa Yesu anazungumza kimaanisha ya kwamba matendo ya mtu ndiyo yanayoamua alitaka nini ili Yesu ampatie. Ikiwa una rafiki ambaye unampenda na una sadaka zako, kabla hajafa mnunulie Biblia na vitabu vya kumsaidia kuelewa Biblia yake. Piga magoti, muombe Mungu, mshirikishe katika maombi aweze kuokolewa angali hai. Maana ibada zako baada ya kufa kwake ni kejeli kwa maagizo haya ambayo Yesu anayatoa, ni dhihaka kwa mpango mzima wa ukombozi, lakini vile vile ni dhambi. Maana utakuwa umekataa kile Yesu alichokisema ya kwamba mkeshe kwanza. Wakati mnatenda matendo ya kila siku ni sehemu ambapo mnaamua umilele wenu katika maisha ya raha na furaha ama kifo cha milele. Sasa ikiwa unapiga magoti na kumwombea aliyekufa asamehewe dhambi, unakuwa na uhakika na upande gani ambao amelala kwanza? Lakini ikiwa alilala katika dhambi, Yesu anasema watafufuka waliotenda mema kwa uzima na mabaya kwa hukumu. Hasemi waliotenda mema au walioombewa waende kwenye uzima. Hasemi hivyo, anasema waliotenda. Hauwezi kuondoa tendo la mtu alilolitenda ikiwa haukumhubiria na kumpatia ukweli abadilike. Ikiwa amekufa na kosa, Bwana atahukumu juu yake, lakini hakuna mtu awezaye kuomba kwa mtu mwingine aweze kuokolewa kama alikufa dhambini. Ndio maana rafiki yangu nakwambia kuna maamuzi ambayo yanakwenda kufanywa mbinguni kwako wewe na marafiki zako na mtu awaye yote ambaye unamwona kwenye uso wa nchi, ambayo yanaamua juu ya milele wake. Maana Yesu anasema wakati watu hao walipokuwa hai, yale matendo yao ndio yamenifanya mimi nijue yupi aishi milele, yupi asiishi milele. Maana anasema matendo aliyoyatenda, wafu hawatendi neno lolote. Hivyo wafu hawakutenda. Yesu hakuzingatia baada ya kufa, alizingatia kabla ya kufa ili kukupatia uzima wa milele. Ambacho kinazungumzwa kwenye kitabu kinaitwa Shuhuda kwa Kanisa, gombo la pili, kurasa namba 190, paragrafu ya kwanza ni maneno haya hapa. Sikiliza kwa makini, tuangalie kwenye kitabu cha Marko sura 13. Kitu hichi kinarudiwa. Mungu alimaanisha nini kwa ujumbe kupitia mwanae kwamba tukeshe? Hatujui siku atakayokuja bwana harusi. Hiyo siku ni ipi? Ili tukaangalie wale ambao walikuwa kondeni wanajiwa na yule bwana wakati gani? Wale ambao walikuwa kisaga wanajiwa na yule bwana wakati gani? Wameambiwa wakeshe, maana hawajui siku wala saa. Inasema Yesu alituachia maneno, kesheni basi, kwa maana hamjui ajapo bwana wa nyumba, kwamba ni jioni au kwamba ni usiku wa manane, au awikapo jimbi au asubuhi. Aya 36, asije akawasili ghafula akawakuta mmelala. 37, na hilo niwaambialo ninyi nawaambia wote, kesheni. Yesu anawaambia kesheni. Lakini kwa habari ya kuja kwake alituambia, rafiki yangu, nikukumbushe kidogo. Kwa habari ya kuja kwake tuangalie wakati wa gharika, nini kilitokea? Wakati mlango wa safina unafunga,
ule wakati wa kabla ya mlango hujafungwa na wakati wa baada ya mlango kufungwa, ni muda upi wa kukesha? Jiulize hili swali kwenye akili yako. Yesu amesema tuangalie kwa habari ya gharika, na sisi tunaangalia kweli ili tuweze kuona haya mambo. Kabla mlango wa safina haujafungwa, kila mwanadamu ambaye alikuwa yuko hai alikuwa na uhuru wa kuchagua ni upande gani anaweza kwenda. Hivyo angeweza kukesha kufanikisha lengo lake. Wale ambao walihitaji ukombozi walitakiwa wakeshe wakati bado nafasi ya kuokoka ipo, mlango upo wazi. Wakeshe kwa maana yake ni ipi? Wamsikilize Mungu akihubiri ujumbe wa kuacha dhambi na kuingia kwenye safina. Lakini mara tu baada ya mlango wa safina kufungwa, hapakuwa na jitihada nyingine zozote ambazo zingehitajika ili kumhamisha mtu upande wa nje aingie ndani na ndani atoke nje. Hivi kumbe Yesu atakapoacha huduma ya uombezi kutuombea sisi mbinguni, wakati huo hapata kuwa na kubadilishwa kwa tabia. Maana ili mtu atoke ndani ya safina aende nje safina, lazima abadilike tabia, na atoke nje safina aingie ndani ya safina. Kwa habari ya Noa na gharika, lazima kwanza abadilike tabia. Mungu anapofunga mlango ni ishara ya kuonesha kwamba wote wameamua pa kwenda, nimewapa walichotaka. Tuendelee. Anasema tunangojea na kukesha kwa kurudi kwake Bwana wetu atakayeleta asubuhi ile, isije ikawa akaja ghafla atukute tumelala. Ni wakati gani unaongelewa hapa? Huku sio kule kuja kwa Kristo katika mawingu ya mbinguni kwamba ndipo atawakuta watu wamelala. Hapana, narudia. Ni wakati gani unaongelewa hapa? Huku sio kule kuja kwa Kristo katika mawingu ya mbinguni kwamba ndipo atawakuta watu wamelala. Anasema hapana, ila ni muda ule atakaporejea kutoka patakatifu pa patakatifu katika hema ya mbinguni, ambapo atavua mavazi yake ya kikuhani na kujivika mavazi ya kisasi, na kisha ndipo itasikika kauli, mwenye kudhulumu na azidi kudhulumu, na mwenye uchafu na azidi kuwa mchafu, na mwenye haki na azidi kufanya haki, na mtakatifu na azidi kutakaswa. Kumbe Yesu alipozungumza kwa habari kwenye kitabu cha Marko 13:35 mpaka 36, alipozungumza kwa habari ya kesheni basi, kwa maana hamjui ajapo bwana wa nyumba kwamba ni jioni au kwamba ni usiku wa manane au awekapo jimbi au asubuhi, anasema asije akawasili ghafla akawakuta mmelala. Na hilo niwaambialo ninyi nawaambia wote, kesheni. Kwa habari hii anaandika mjumbe wa Mungu, kitabu ni Shuhuda kwa Kanisa, bomba la pili, kurasa 190 paragrafu ya kwanza. Anasema huu wakati ni wakati gani? Anasema huu si wakati ule Yesu akija mawinguni, akionekana mawinguni. Huu ni wakati ule akiwa anakata hukumu ya kila mmoja. Na nakwambia hukumu ya kila mmoja nakatwa akiwa hai. Kukesha ni wakati mtu yupo hai. Wakati upo hai unaamua kwa matendo yako uishi milele au upotee milele. Hata kwa wakati wa gharika, wale ambao uamuzi wa kuendelea maisha yao wakati wangali hai, wakiwacheka wanaoingia kwenye safina na kwa kejeli. Wale walikuwa nje ya safina walikuwa wakiangalia maisha kama yanaendelea bado, lakini kumbe yanakwenda kukoma. Uovu wao wote unakwenda kukoma, na mali ambazo wanazipigania, viwanja ambavyo walikuwa wakivinunua, na watoto ambao walikuwa wakiwatafuta, na familia ambazo walikuwa wakizilisha, na miradi ambayo walikuwa wakiendeleza, na ndoa ambazo walizifunga, na vyakula ambavyo walikuwa wakiviandaa kwa ajili ya kula na kunywa, Yesu anasema vinakwenda kugharikishwa vyote, kwa sababu maagizo yangu waliyapuuza, hawakukesha. Wakati Bwana anakuja ili asitukute tukiwa tumelala, ni wakati huu wa sasa hivi, asitukute tumelala. Biblia imetuambia maana ya kukesha ni kuacha uovu, ni kuvua matendo machafu. Paulo ametuambia hivyo. Yesu akija anataka atukute, maana yeye, wale ambao wanaitwa kwa jina la Kristo, Yesu ni Bwana wao. Kwa hiyo Yesu anawazungumzia wa Kristo, wale waliokubali kwamba Yesu awe Bwana kweli kweli, kwamba yule ambaye ni Bwana wenu wakati anarudi awakute mnafanya kile ambacho mlikikubali mpaka kawa Bwana wenu. Tumeisikiliza Injili, tukaikubali, tukasema kwamba Yesu atakuwa ni Bwana wetu. Hivyo kama Yesu ni Bwana kwetu, basi tutekeleze ile agizo lake. Kama yeye ni Bwana kwetu, ana maagizo gani? Anataka atakapokuja asitukute tumeacha maagizo yake.
Wakati wa kukesha ni muda huu rafiki yangu, wakati ungali hai, una uhuru, una uwezo wa kuamua kwa matendo haya ninayotenda niishi milele au nipotee milele. Wengi walikuwa wakisikia kwa habari ya kesheni, maana mjui siku wala saa, kwa habari atakapokuja Bwana wenu. Watu wanaangalia kwamba wanatenda matendo ambayo wanayataka wao, wakisema ya kwamba tutatubu baadaye. Wengine wanasema ya kwamba bado sana. Lakini wengine wanatamka maneno ya kashfa, tunatafuta fedha, Mungu yupo. Lakini Yesu anasema kesheni. Wale waliokataa uzima wa milele, wao wanatoa maneno ya kashfa na ya kejeli, wakizungumza vibaya kwa habari ya neno lenye uzima. Lakini tupate hii picha hapa watu wa Mungu, kabla ya kuendelea mbele, ya kwamba kinachozungumzwa kwa habari ya kukesha, maana hatujui lini wala saa, ni asubuhi ama ni jioni au ni usiku wa manane, kwamba Yesu atakuja. Huku kuja kwake ni kumtembelea mtu mmoja mmoja kwa muda wake. Huenda ananitembelea mimi kesho, huenda atakutembelea wewe kesho kutwa, huenda ndugu yako mwingine na marafiki wengine watatembelewa kwa wakati wao tofauti. Sasa wakati Yesu anakuja kukuangalia, umepewa muda wa kujiandaa kutengeneza tabia, wa kufanya kile ambacho ulitakiwa ukifanye na hukukifanya. Sasa umepewa muda wa kutengeneza tabia na kukubali kuwa mwana wa Mungu au mwana wa Ibilisi. Yesu anapokutizama anaona umeenda mbali sana kiasi kwamba hauwezi kuokolewa tena, hauwezi kufikiwa na mkono wa rehema. Anasema, mwanangu, umepimwa, umepungua. Huu ndio wakati wa kukesha. Tujichunge Yesu asije akaja akatuangalia akatukuta hatukujiandaa, akatukuta na dhambi. Huu ndio wakati wa kutisha rafiki yangu, kwa sababu muda huu ndio muda unaoamua matokeo yote ya mbele. Ikiwa haukukesha kujifunza kwa habari ya mtihani, ukaufanya mtihani, ukasahihishwa, matokeo yakatoka, ikiwa utachukua daftari ili uanze kusoma, ili kubadili matokeo yaliyotangazwa tayari na washindi wanakwenda kupewa zawadi zao, wewe unasema huu ni muda mimi kukesha, rafiki yangu, hiyo ni shida ya kiakili. Lakini kama unakiri timamu, muda wa kukesha ni wakati ule kabla ya mitihani. Na katika mtihani ambao unafanywa na Wakristo ama wanafunzi wa Kristo, Kristo ni mwalimu, sisi ni wanafunzi, mtihani unafanywa sasa, angali tu hai. Wakati mtu anakufa, mlango wake ulishafungwa kabla. Na hapa kwa habari ya gharika, kisa mama cha somo hili, mlango wa safina ulifungwa, angali waliokataa kuingia ama uzima walikuwa wako hai bado. Walikuwa wakila na kunywa, lakini hukumu yao ilikwisha kukatwa. Jambo hili ni jambo la kutisha na tunazidi kuliangalia. Hivyo muda wa kukesha rafiki yangu, muda wa kukesha ni sasa. Maana kile utakachokifanya sasa kinakupatia kibali cha kuja kumwona Kristo akija mawinguni kama mshindi, upande wa walio ndani ya safina, wa waliokesha, wa walioshinda. Hauwezi kuwa na jitihada baada ya matokeo yako kutangazwa ya kujifunza ama kusoma ama kuuliza hichi kitu kimeweza nini ili kuyabadili matokeo. Uzima wa milele ukisha ukosa, hauwezi kufanya lolote ili kupata. Muda wa kukesha ni kabla ya Yesu hajaamua kulingana na matendo yako uishi milele au ufe milele. Jambo hili ni la kutisha sana. Maamuzi haya, naomba nikwambie rafiki yangu, maamuzi haya yanaanza kutamkwa mbinguni, ambako hukumu hii haiwezi kutanguka. Wakati mtu aliyekuwa anakwenda shambani kulima, aliyekuwa akisaga unga, aliyekuwa akienda shuleni, aliyekuwa akienda kwenye majukumu kadha wa kadha ya kila siku, bila kufahamu chochote ambacho kinaendelea, bila kujua kwamba saa hiyo Yesu anamwangalia, mbingu inampima kwenye mzani. Je, ameegemea kwenye mzani wa haki au mzani wa maovu? Mpaka hapo alipofika, anaweza bado kufundishika au tayari ameshakuwa mkaidi, amechagua upande na hawezi kurekebishika tena? Ikiwa ukionekana hauwezi kurekebishika tena, muda huo hauna habari rafiki yangu. Huenda ndio umeenda kutoa posa, huenda ndio siku ya sherehe ya harusi, huenda ndio wakati ambapo wewe unapata ajira, huenda ndio wakati ambapo umenunua viwanja unaanza kujenga nyumba, huenda una furaha na familia na biashara zimekolea unapata faida, wewe haujui chochote. Wakati huo mbingu zinakupima ili itamkwe kauli inayoamua umilele wako.
Huu ni muda wa kuogopa sana, muda wa kukesha. Hichi ndicho Mungu anachokizungumza rafiki yangu. Huo muda ambao unapata wewe, unasikia maonyo. Wakati wa Nuhu, miaka 120, Mungu alimtuma kama mjumbe wake, akihubiri habari za kuacha dhambi na kumrudia. Watu wakakataa. Ndani ya miaka 120 walipokataa, Mungu akamchukua mhubiri wake, akamwingiza kwenye safina, akafunga mlango. Yesu akiamka kwenye huduma yake ya upatanishi anayofanya mbinguni patakatifu pa patakatifu, sasa akiamka, wahubiri ambao unawasikia leo hutawasikia tena. Kitabu cha Amosi 8:12 kwa habari ya njaa ambayo itakuja ulimwenguni, ambayo sio njaa ya kukosa chakula wala maji, bali njaa ya kuikosa neno la Mungu. Hiyo njaa itakuja kwa sababu ili wahubiri wao wanahubiri, lazima kuwa kuna uhakikisho kwamba ikitokea mtu amekubali injili akatubu, Bwana akamwombea, yuko mbele za Baba. Hivyo wakati huu Yesu yupo patakatifu akituombea, ndio muda pekee utasikia injili zinazogusa na kutuambia wapi tumekosea. Maana Yesu ndiye anayegusa mioyo yetu kupitia roho yake. Tukikataa kuitwa na hiyo roho ya Yesu, anasema 6:3 kitabu cha Mwanzo, roho yangu haitashindana na mwanadamu milele. Huu muda ukiisha rafiki yangu, ukafungiwa nje, utaonekana duniani unafanya kazi kama kawaida. Tena hata kwenye makanisa unaweza ukapata nafasi na ukahudumu kama kawaida, lakini haukuwa na nia ya ndani ya moyo ya kubadilisha tabia. Yesu amekupima, ameona umepungua. Huenda unaimba kwaya, ni mzee wa kanisa, ni mchungaji, ni mshiriki, huko na kule, lakini Yesu akikutizama, umeonywa mara ngapi, umeambiwa ukeshe. Huu ni muda wa kukesha, wa kuyaacha maovu na kumvaa Kristo katika matendo, katika ukamilifu, ili tuenende katika wema. Lakini wewe umeonywa na umekataa. Yesu anasema, mwanangu, umepimwa na umepungua. Kitabu cha Matokeo siku za mwisho kuanzia na 230 paragrafu ya 3 na ya 4. Sikiliza mtu wa Mungu. Kabla ya gharika, baada ya Nuhu kuingia katika safina, Mungu akamfungia ndani, akawafungia nje wale wasiomcha. Lakini kwa muda wa siku 7, watu bila kujua kwamba maangamizo yao yamepangwa, waliendelea na maisha yao ya kutojali, ya kupenda anasa, ya kuyadhihaki maonyo ya hukumu inayokuja. Ndivyo hivyo, narudia, sikiliza mtu wa Mungu. Sikiliza hichi ambacho kinazungumzwa hapa. Hii ndio maana ya kule kukesha. Anasema ndivyo hivyo, asema Mwokozi, kutakuwa pia kuja kwake Mwana wa Adamu. Mathayo 24:39. Kumbe Yesu aliposema ndivyo hivyo kutakavyokuwa kuja kwake Mwana wa Adamu, ni kwamba Yesu atakapomaliza kukata hukumu ya kila mmoja kwenye uso wa nchi, yani kuombea waliotaka na kuwaacha wasiotaka, atakapomaliza atakuwa amekwisha kuja kwa kila mtu mmoja mmoja kwa wakati wake na kumhakikisha huyu anafaa, huyu hafai, wakati upo hai. Mungu anafunga faili lako mapema kabisa wakati upo hai. Si wakati una hofu ya kifo, kuna kitu kimetokea, unakimbilia sala ya toba. Yesu alishamaliza faili lako mapema kabisa kwa kuangalia matendo yako wakati uko huru kuamua. Muda huo anafunga hukumu inayokuhusu wewe. Unatembea kama mshindi ambaye unazidi kutakasika, au unatembea kama mwovu unazidi kupotea na kupotoka. Anazidi kusema, kimya kimya, bila kutambuliwa, kama mwizi wa usiku wa manane. Itakuja saa ya uamuzi ambayo inaashiria kutengenezwa kwa hatima ya kila mtu. Narudia, itakuja saa ya uamuzi ambayo inaashiria kutengenezwa kwa hatima ya kila mtu, uondoaji wa mwisho wa toleo la rehema kwa watu wenye hatia. Anasema pale ambapo mfanyabiashara ametekwa na harakati za kutafuta faida. Narudia, pale ambapo mfanyabiashara ametekwa na harakati za kutafuta faida, huku mpenda anasa akitafuta anasa, wakati binti wa mitindo akipanda mapambo yake, huenda ikawa katika saa hiyo mwamuzi wa dunia yote atatangaza hukumu hii: umepimwa katika mizani, nawe umeonekana kuwa umepungua. Wakati binti wa mitindo anaweka maurembo ambayo yanaharibu ngozi yake,
mavazi ya kikahaba, anayatenda hayo. Mwingine anaangalia wapi kuna kumbi za starehe. Mtu wa Mungu amesikia kweli kwa wakati wote, lakini bado amejigaramia na dhambi. Huenda wakati huo anapanda daladala kwenda kwenye ukumbi wa starehe, ndipo Yesu anakuja usiku wa manane wa mtu kabisa. Anamwangalia anachowaza, anaona mawazo yake, anaangalia hataweza kuja kubadilika tena. Amevuka mpaka wa kufikiwa na neema. Yesu anasema, mwanangu, umepimwa na umepungua. Huu ni wakati wa kukesha kabla ya kauli hiyo kutolewa, kwa sababu itakuja saa ya uamuzi ambayo inaashiria kutengenezwa kwa hatima ya kila mtu. Hii saa ni ya kuogopa sana, maana haya ni maamuzi ambayo yanafanyika bila wewe kufahamu. Wakati haujui chochote yanafanyika mbinguni, na haya ndiyo yanayoamua umilele wako. Hiyo ilikuwa ni paragrafu ya 3 na ya 4. Matukio ya siku za mwisho 230 paragrafu ya kwanza inasema hivi: Yesu anapoacha kusihi kwa ajili ya mwanadamu, kesi za wote zinakuwa zimeamuliwa milele. Rehema hufungwa, maombezi ya Kristo yanakoma mbinguni. Wakati huo hatimaye unakuja kwa ghafla juu ya wote, na wale ambao wamepuuza kutakasa nafsi zao kwa kutii ukweli wanapatikana wakiwa wamelala. Wale ambao wamekataa kusafisha nafsi zao kwa kutii ukweli wanakutwa wamelala. Kwa habari ya kutii ukweli, si wakati umekufa, si wakati anakuja mawinguni. Maana Yesu anaacha huduma ya uombezi wakati dunia inaendelea na kazi zake kama kawaida. Huo ndio wakati unaozungumzwa wa kuogopwa hasa, maana maamuzi yanayofanyika hapo ni maamuzi yanayoamua uwe hai au ufe milele. Hivyo pale pa kuogopa ni ule muda wa kesi. Wakati uko mbele ya hakimu, ujitetee kwa lugha inayoeleweka, uweze kuonyesha hauhusiki na Mungu akuongoze, uweze kufanya hivyo. Na kwa habari ya hukumu ambayo inaendelea mbinguni ya upelelezi ya mtu mmoja mmoja, huu ni wakati wa kujitetea ili hakimu aseme kweli, rafiki yangu, mwanangu, mtoto wangu huyu sio wako. Huu ni muda wa kujitetea kwa kukesha kwa matendo, maana haya matendo yanachukuliwa na kwa ushahidi wa ujira, ambapo Yesu akija mara ya pili atautoa kwako wa uzima wa milele kwa wale wa haki na umauti kwa wale waovu. Huu ni muda wa kujitetea kabla ya maamuzi, kabla hakimu mkuu hajasimama na kutoa kauli juu ya hatima yako. Huu ni muda wa kujitetea. Hivi unafahamu kwamba huu ni muda wa kujitetea? Wazee na Manabii kurasa namba 140 paragrafu ya kwanza nukuu inasema hivi: kila siku muda wa matazamio wa baadhi hufungwa. Naomba nisikilize, kila siku muda wa matazamio wa baadhi hufungwa. Anasema kila saa baadhi wanapita ama wanavuka mpaka wa kufikiwa na rehema. Hicho ndicho ambacho mtu wa Mungu na kizungumza wakati wote. Kila saa kuna mtu anapita mpaka wa kufikiwa na rehema. Kitabu ni Shuhuda kwa Kanisa 15:466 paragrafu ya kwanza inasema, kila siku tumekuwa tukishirikiana na wanaume na wanawake ambao hukumu yao inafungwa. Narudia, kila siku tumekuwa tukishirikiana na wanaume na wanawake ambao hukumu yao inafungwa. Kila siku inaweza kuwa mstari wa kugawanya nafsi fulani. Mtu anaweza kuwa amefanya uamuzi ambao utaamua hatima yake ya baadaye. Kila siku tunashirikiana na wanaume na wanawake ambao wanaingia hukumuni. Kuingia hukumuni ni Yesu kuja kwako wewe na kukutizama. Uko shambani unalima na nduguyo, uko kwenye daladala unafanya kazi na rafiki yako. Bwana anakupima, anakuacha wewe, anampima rafiki yako, anaona nafaa, anasema wewe utaurithi ufalme wa milele. Lakini hakuna ishara wala badiliko lolote ambalo mnalipata. Hukumu zenu zinakuwa zimekwisha kukatwa wakati mpo hai, wakati hamna hofu yoyote. Mmefanya uchaguzi bila vichocheo ama vitu vya kuwasukuma vya nje vya kulazimisha mchague upande huu kwa kuomba madhara. Hapana. Ikiwa kijana anatafuta mke, wakati anamwangalia binti fulani ambaye huenda anaweza akamchukua awe mkewe, wakati anamtizama yule binti, angefahamu muda huo ni wakati wa mwisho ama ni jicho la mwisho ama ni uangalizi wa mwisho kwake, unafikiri angetendaje yule binti? Angefahamu ya kwamba yupo kwenye matazamio na wakati huo ni yeye anaangaliwa. Unafikiri angetendaje? Mpaka mwendo kutembea, hakika angebadilisha. Angebadilisha na mavazi na lugha
angejiweka sawa, maana anajua ni muda ambao nimejiliwa na Bwana wangu, kuchunguzwa na pimwa. Huu ndio muda wa kukesha, wa kuonyesha sifa ya kufaa kutwaliwa kama mke. Kwa habari ya dunia, mbona tupo makini, lakini ya uzima milele, mbona tumelala? Yesu anasema tuamke. Huu ni muda Bwana wetu anatupima. Unafanya nini rafiki yangu? Advent Experience 27.4 inasema hivi: watu wa ulimwengu wa zamani walifungiwa mlango wa rehema kabla ya barika kuja. Mungu aliiondoa roho yake kutoka kwao muda mrefu kabla ya mvua kuanza kunyesha. Ndivyo ilivyokuwa kwa Sodoma na Gomora. Walikuwa wamepita mstari wa mpaka wa rehema ya Mungu kabla ya moto kutoka mbinguni kushuka. Baada ya kufika yule muda uliotabiriwa tu, ambaye alikuwa hajaingia ndani anafungiwa nje, na Mungu ameweka muda kwa kila mmoja. Huenda rafiki yangu na wiki 2, huenda mwingine ana miaka 5, kulingana na muda ambapo Mungu anaona ataweza kuelewa ukweli, ashawishike mwenyewe, akubali ukweli bila kushurutishwa. Yesu asiyedanganywa, anayeona mioyo ya watu, asiyenafikiwa, anakuchunguza. Rafiki yangu, kuna jambo gani ambalo lipo la siri kwenye moyo wako? Kuna kitu gani ambacho kipo cha siri kwenye akili yako? Ufahamu ya kwamba huenda usiku huu unapolala ni wakati ambapo hukumu inakatwa kwa ajili yako, kwamba uishi milele au usiishi milele. Haufahamu kwamba kwa kosa moja mtu anaweza akaamua hatima ya umilele wake? Tusifanye dhambi, watu wa Mungu. Kosa moja tu, unapokea simu na kuja, lakini unaingia kitandani kulala. Nimefika, bado wala uko mbali kabisa. Hii hakuna dhambi ndogo. Chochote ambacho Bwana hakusema haitakiwi ufanye. Mungu anakushika mkono na atakuongoza, utafanikiwa. Hakuna kitu kigumu kuacha ikiwa Yesu amekubaliwa kwa dhati kwenye moyo wa binadamu. Ikiwa shetani ameweza kuharibu akili, kwa nini Yesu asiweze kuitengeneza? Yesu ambaye alimuumba mpaka shetani atashindwa kusafisha akili yako? Watu leo wanasema ya kwamba nikiziangalia amri 10 anaenda mbinguni ataje jina. Kana kwamba nani ataenda? Hii ndio akili ambayo ipo kwenye akili za watu duniani kwa sasa hivi. Lakini amri 10 zinawezekana kutunzika kabisa kwa miongozo ya Yesu akiwa ndani ya mtu. Hakuna amri ngumu Yesu akipendwa. Tatizo watu hawajampenda. Lakini wewe mpende Yesu rafiki yangu, atakuwezesha, utatembea katika maagizo yake na kuishinda dhambi. Advent Experience 28.3 inasema hivi: tuone kwa habari ya Yuda. Hukumu ya Yuda ilikuwaje? Yuda Iskarioti alivuka mstari wake wa rehema muda mrefu kabla ya kifo chake. Hichi ndicho ambacho nimekuwa nikikizungumza wakati wote rafiki yangu. Yuda Iskarioti alivuka mstari wake wa rehema muda mrefu kabla ya kifo chake. Kwa lugha nyingine, kati ya mifano hai ya watu ambao hawakukesha, Yuda hakukesha. Kupenda fedha kulimfanya amchukie Yesu alipomkaribia akimwambia, maskini mnao siku zote, mimi hamnami siku zote. Hii marhamu ninayopakwa ni kwa ajili ya maziko yangu. Yuda alitaka ile marhamu iuzwe ili apate fedha kwenye mkoba aweze kuchomoa wizi. Kwa kauli ya Yesu ni kana kwamba bibi lake limezuiwa na kauli ya Yesu. Akachukia, akakwazika. Shetani alimuingia Yuda pale, akaenda kumsaliti. Inawezekana rafiki yangu ikawa ulikwisha kujikwaa miaka 6 nyuma. Kosa lile ambalo mtu alikwambia ukweli kwamba rafiki yangu Yesu anakupenda, ile gauni linakuchora mwili wako, usivae hilo, wewe mtoto wa Yesu, vaa gauni hili hapa. Ukakwazika na ile injili safi, ukamchukia yule mtu pale. Kwa lile kosa ambalo umefanya, kwa kumkasirikia mjumbe wa Mungu miaka 6 nyuma kwa injili yake ya ukweli, huenda litakaa kama Yuda, utamsadiki Yesu, utakufa milele. Wakati upo hai tu, hukumu yako inakatwa. Yuda, nini kilitokea? Anasema Yuda Iskarioti alivuka mstari wake wa rehema muda mrefu kabla ya kifo chake. Lakini wakati Kristo alipomwambia ingekuwa vyema kama mtu yule asingalizaliwa, siku zake za rehema zilipita. Siku zake za rehema zilipita. Hicho ndicho ambacho nataka tujifunze, watu wa Mungu. Ibada inaendelea. Ibada inaendelea muda na wakati wowote. Usipuuzie. Hakuna muda wa kulala. Tukeshe.
Yaani tuchukie kila dhambi inayokuja, kila dhambi inataka kupenya kwenye akili zetu, tujitenge nayo kwa kuichukia na kwenda mbali nayo. Usiruhusu mshale hata mmoja wa ibilisi uingie ndani yako. Maana maandiko yanasema anayekosa juu ya moja amekosa juu ya yote. Je, huyu atakuwa ni wewe? Naomba asiwe wewe rafiki yangu. Wewe upatikane kwenye uzima milele kwa wale ambao wamekubali Yesu awapatie nguvu wakatae vishawishi vyote vya mwovu ibilisi. Inawezekana. Yesu anatuwezesha. Ukiuliza mlango wa rehema ni kitu gani? Kwa maneno machache, mlango wa rehema ni nini? Ni muda wenye ukomo ambao Mungu hutoa kwa mtu pindi awapo hai na huru kuamua, ili afanye kile alichotakiwa kukifanya hapo kabla. Yaani aamue hukumu aitakayo. Ni muda ambao unapewa na Mungu wakati uko huru kufanya maamuzi, uchague hukumu unayotaka, uishi milele au usiishi milele. Ni kipindi cha kutengeneza tabia ili kufaa kuokolewa, au kuharibu tabia ili kufaa kuangamizwa. Muda huu, yani huu muda wa matazamio hufungwa mtu akiwa hai bila kujua. Jambo la kwanza, huu mlango unafungwa mtu akiwa hai bila kujua. Wakati akili zimeshikwa na biashara, zimeshikwa na tamaa ya mapenzi kinyume na maagizo ya Yehova. Tamaa zimeshikwa na elimu ya kidunia na umaarifa wa kidunia. Kama Yuda, akili zake zilizuiwa na kupata fedha. Yuda alikuwa haoni chochote. Yeye alichokuwa anakiona ni fedha. Yesu anaongea habari ya inayechovya naye kwenye chombo atanisaliti. Yuda naye anachovya, lakini akili inawaza fedha. Alitekwa na dunia Yuda. Wakati ule yupo na Yesu, ni wakati wake ambapo Bwana wake alimjia, alikuwa hajajiandaa. Jambo la hatari sana. Unafikiri baada ya Yuda mlango wake wa rehema kufungwa, angekesha abadilishe nini wakati hukumu yake imekatwa milele? Rafiki yangu, huwezi kujua na muda gani mbele umepewa. Si wa kufa kifo cha kidunia, hapana. Hicho wala hakihusiki na mlango wa rehema. Hatima yako ya milele haihusiki na kifo cha kidunia kinachoonekana, hapana. Hatima yako ya milele inahusika na wakati huu unacheka, una furaha, lakini unazungumza maneno ya hovyo na matusi, hukumu yako inakatwa. Unawaza vipi juu ya ndoa za wengine? Juu ya wale wanafunzi wanaosoma, mbona huachi wasome? Hukumu zako zinakatwa. Si wakati upo kwenye kitanda ICU, hapana. Bwana alikwisha maliza kazi na wewe. Alifunga tayari faili lako. Anangojea atakapokuja tu. Japo unaishi, kuna saa unaonekana unatubu, ila sio toba ya kweli. Tutakwenda kuona. Kuna wakati unaonekana unasifu kwa jambo la ibada, lakini si ibada ya kweli. Unajihudhurisha pamoja na uaminifu, lakini ulikwisha kukatwa. Jambo la kutisha sana. Hukumu isiotanguka, bila kimya, bila mtu kujua, inakatwa mbinguni kwa ajili yako. Kabla haijakatwa, huu ni una muda wa kukesha rafiki yangu. Mungu na akuongoze. Kufunga kwa mlango wa rehema kupo hivi, ni kwa maamuzi yanayotangulia mbinguni, yanayoamua hatima ya umilele wa mtu baada ya hukumu ya upelelezi kukamilika juu yake. Umepelelezwa. Imeonekana kwa tabia fulani huenda ni mmoja tu, kwa hiyo umekataa kuiacha. Yesu anakuachia milele. Sifa ya mtu kupewa muda huu wa matazamio ni sifa gani? Ni nini? Mtu awe na uwezo bado wa kusikia wito wa Mungu anaotoa kupitia roho yake, ili ajinyenyekeshe na kupewa uwezo wa kuziacha dhambi zote ambazo hadi wakati huo zimewekwa bayana kwake tayari. Wakati bado na uwezo wa kusikia maonyo na kuyaacha, huo ni wakati ambapo bado Yesu anakusubiri. Ni muda wako wa rehema umepewa na Mungu. Usitengeneze tabia ya ukaidi. Usitengeneze ugumu katika tabia ambayo haikuokoi mpaka ifike mahali hauwezi kurekebishika tena. Wakati unaweza kurekebishika, muda huo Yesu anangoja, huenda utasikia ukweli, utatubu. Lakini ikifikia wakati hauwezi kufikika tena wala kurekebishika tena, umeamua kikamilifu, Yesu anakutazama na hutaweza kutoka ulikoingia ambako ulikuwa unakimbilia. Umevuka mstari wa rehema, mkono wa neema umevuka. Yesu anasema, mwanangu, umepimwa ukapungua. Sifa ya mlango wako kuwa wazi
inakoma, mlango wako unafungwa, maana akili zako haziwezi tena kusikia. Lakini wakati bado unaweza kusikia na kuonya juu ya dhambi, roho ya Mungu inakuonya bado. Lakini Mungu alisema haitashindana na mwanadamu milele. Chunga sana rafiki yangu, hakuna muda. Luka 16 aya ya 10, aliye mwaminifu katika lililo dogo sana huwa mwaminifu katika lililo kubwa pia, na aliye dhalimu katika lililo dogo huwa dhalimu katika lililo kubwa pia. Utapimwa kulingana na kiwango cha ukweli uliokufikia. Huo ambao umekufikia, Mungu atakupima kwa huo. Maana hata kama ni mdogo, ukiuheshimu utaheshimu ukweli mkubwa. Bwana atasema, mwanangu, umepimwa kwa ukweli mdogo uliopata, umeuheshimu, ishi milele. Mungu hutaka heshima kulingana na kiwango ulichomfahamu. Anakupimia hapo hapo ulipomfahamu. Mungu akulinde rafiki yangu. Ni jambo la hatari sana. Tito 2:11 na 12 maandiko yanasema, maana neema ya Mungu iwaokoayo wanadamu wote imefunuliwa, nayo yatufundisha kukataa ubaya na tamaa za kidunia, tupate kuishi kwa kiasi na haki na utauwa katika ulimwengu huu wa sasa. Neema inatufundisha kukesha, kuishi kwa kiasi, anasema, kwa haki na utauwa katika ulimwengu huu wa sasa. Neema ya Mungu imefunuliwa, inatufundisha tuitii sheria, kukesha. Lakini hukumu yako ikikatwa, neema inakusaidia nini tena kwako? Huhitaji neema yoyote tena, maana neema ulishaichezea. Kabla ya kipindi cha majaribio kufungwa, kuna wakati wa kutia muhuri. Wakati wa kutia muhuri ni wakati wa sasa. Nikisoma SD Bible Commentary Bumbe la 4 kurasa namba 1161, maandiko yanasema, Yohana alimuona malaika mwingine akipanda kutoka mashariki akiwa na muhuri wa Mungu aliye hai. Ufunuo 7 aya ya 2, ili kuweka juu ya watumishi wa Mungu. Muhuri huu ni kutulia katika ukweli, kiakili na kiroho, ili wasiweze kutikiswa. Huu muhuri ambao malaika anawapiga watu wa Mungu ni kuwafundisha ukweli, watulie katika huo kiakili na kiroho, wasiweze kutikiswa. Huu ndio muhuri. Kwa lugha nyingine, ikitokea kila mtu amefundishwa ukweli, amekaa katika huo, hawezi kutikiswa. Kwa lugha nyingine, hawezi kutenda dhambi tena. Mtu huyo anakuwa katika lisi ya waliokombolewa. Kwa lugha nyingine, mwenye haki na azidi kutenda haki. Ameshachagua upande, ameshaimarisha tabia yake kutokutikiswa na shetani. Yesu anataka wewe utengenezwe leo, usiweze kutikiswa na shetani katika majaribu ya wayo yoyote. Yapite, yaje, yaende, lakini hayatakwenda na wewe. Mungu anataka atengeneze tabia yako. Akikuangalia kama unatengenezeka, mlango wako anauacha wazi. Anatuma mahubiri kuja kukuambia, ikiwa utakubali utubu, Yesu anakuombea. Lakini kama anaona haufai kutengenezwa kiakili na kiroho, usitikiswe na shetani, tayari umekataa maagizo ya Yehova, hautengenezeki tena. Umezoea kutikiswa, kile jaribu linakuangusha. Anasema, mwanangu, umepimwa na umepungua. Kuna kipindi cha kufundishwa kutulia katika ukweli. Ni kipindi ambacho Mungu anakiruhusu, ambacho utaweza kubadilika. Sikiliza, kwa wale wanaotakiwa kutiwa muhuri, dhambi lazima ionekane kuwa dhambi hasa. Warumi 7:13. Hata dhambi za wengine lazima ziwahuzunishe wale ambao watatiwa muhuri. Ezekieli sura ya 9 aya ya 3 na ya 4. Tunapata kitu hichi hapa. Na huo utukufu wa Bwana wa Israeli ulikuwa umepanda juu kutoka kwa kerubi ambaye alikuwa juu yake mpaka kizingiti cha nyumba. Akamuita yule aliyekuwa amevaa bafta, mwenye kibao cha wino cha mwandishi kiunoni. Bwana akamwambia, pita kati ya mji, kati ya Yerusalemu, ukatie alama katika vipaji vya nyuso vya watu wanaougua na kulia kwa sababu ya machukizo yote yanayofanyika kati yake. Bwana anamtuma malaika, anamwambia, pita kati ya mji, kati ya Yerusalemu, ukatie alama katika vipaji vya nyuso vya watu wanaougua na kulia kwa sababu ya machukizo yote yanayofanyika kati yake. Wakati Mungu anamtuma huyu malaika akapige chapa alama kwenye vipaji vya nyuso vya watu wake wanaougua na makosa ndani ya Yerusalemu, na kuja swali rafiki yangu, je, wakazi wa Yerusalemu walifahamu malaika ametumwa? Maamuzi yasiotanguka yanafanyika mbinguni, huna habari.
Yerusalemu wanaendelea na mkakati wao kimaisha kama kawaida. Wanaenda huku na kule, wanakula nafaka, wanafanya hivi, Sabato inakuja, inaenda, mambo yanakwenda. Kumbe malaika ametumwa kuweka chapa wakati hawana habari. Wanajiliwa wakati hawana habari. Ni muda wako. Huenda bado una nafasi. Ni jambo la kujiweka katika miguu ya Kristo wakati wote akutengeneze. Rafiki yangu, usipoteze muda. Anza kuongea na Kristo akuongoze uweze kuacha makando yote ambayo hayatokani na yeye. Maana wakati wako wa umilele unaamuliwa na mawazo yako ya leo. Ibada inaendelea. Maneno yako ya leo, matendo yako ya leo, ya sasa yanaamua umilele. Yesu anayapima, anaandika tu kwamba fulani na fulani ujira wako ni huu hapa. Wakati huo akimaliza anaweka pembeni, anamwangalia mwingine, anamtizama mwingine mpaka wote wanaisha. Akishafanya hukumu kwa kila mmoja, sasa anaamka kwenye kiti akitamka imekwisha. Rafiki yangu, Yesu akitamka imekwisha, ninamuomba sana uwe upande wa waliokombolewa. Kwa kufikiri wapi ambapo haujakaa sawa na maagizo yake, Mungu akutie nguvu. Maana ni hatari sana tunatembea barabarani, tunaingia kwenye makanisa na watu ambao ni wafu wa milele. Watu ambao tayari wamekufa milele, tunapanda nao kwenye daladala. Ni hatari sana. Tunakula kwenye meza moja na ndugu wa familia, lakini tayari kwa kuwa wameng'ang'ania dhambi kiwango ambacho wamevuka mpaka wa rehema, hawezi kufikiwa tena, ni wafu wa milele. Jambo la hatari sana. Unatembea barabarani na marafiki lakini wamekufa milele. Naomba asiwe wewe kati ya hao waliokufa milele. Wewe uishi milele ndani ya Kristo. Kesheni, maana hamjui saa atakayokuja Bwana wenu. Ni saa ya hukumu, ya kukuchunguza na kuandika kauli itakayoamua umilele wako. Wakati wewe una miaka 10 mbele ya kuishi bado, una miaka 20 mbele ya kuishi bado, una mikakati ya kuwa na familia, una mikakati ya kuwa na watoto na kuwafundisha vizuri na kuwapatia elimu ya kidunia, wale nao na maisha, una miaka mingi mbele ukiangalia, lakini Yesu alishakupima kabla ya miaka hiyo 20 yako mbele, hiyo 30 yako mbele, alishamalizana na wewe. Wakati unakuja kupata ajali, umetenda maovu mengi, unasema naomba kiongozi aje aniongoze sala ya toba. Yesu alitaka sala ya toba aione kwa kumpenda mke wako na kumheshimu na kuilinda ndoa na kuachana na wale vimada. Yesu alitaka sala ya toba iwe namna ya kumheshimu mumeo na kuwapenda watoto na kuwabidiisha amtafute Mungu kwanza kisha mengine. Mungu alitaka toba yako aione kwa rafiki ambaye alikukopesha, akashinda kukurudisha, ukamsamehe. Na wala haukumuibisha, wala haukumfedhesha mbele za watu, na wala haukuweka kinyongo kwamba akija siku nyingine na uhitaji kwamba eti usimsaidie. Mungu anataka aione toba yako hapo kwenye maisha ya kila siku. Na Mungu akishaona toba yako kwenye maisha ya kila siku hivyo, kiasi kwamba unajifunza maandiko na kubaki kwenye ukweli, unatengenezwa tabia na malaika. Amepewa kazi ya kukufundisha wa malaika usiyemuona. Malaika wa Bwana hufanya kituo wakiwazunguka na kuwaokoa wamchao. Tunaokolewa katika nini? Mafundisho ya giza na hatari za kidunia zote ambazo ziko nje ya uwezo wetu, malaika hutuokoa, malaika hutufundisha. Riziki ya kila siku sio chakula cha mwili tu, hapana, na chakula cha kiroho pia. Ndio maana Amos 8:12 inasema kuna njaa itakuja, si njaa ya chakula cha kimwili wala maji ya kimwili, ni njaa ya kulisikia neno la Mungu. Kwa hiyo tukama riziki za kila siku, tuombe na Mungu atufundishe kupitia malaika ambao ametuma wanatuzunguka watuelekeze maandiko matakatifu ili kututengeneza kwa tabia ambayo haitatikisika. Huo ndio muhuri wa Mungu unapigwa kwetu. Yerusalemu anapigwa muhuri na malaika amepewa kazi na Yesu, lakini Yerusalemu hawana habari. Hicho ndicho ambacho kinafanyika kwangu mimi na wewe. Maandiko ya awali 279 ama matukio siku za mwisho 229 paragrafu ya kwanza inasema hivi nukuu: niliona malaika wakiharakisha huku na huku mbinguni, malaika akiwa na kibao cha wino cha mwandikaji kando yake, alirudi kutoka duniani na kuripoti kwa Yesu kwamba kazi yake ilikuwa imekamilika na watakatifu walihesabiwa na kutiwa muhuri. Kisha nikamwona Yesu ambaye alikuwa akihudumu mbele ya sanduku lenye zile amri 10, akitupa kile chetezo chini. Aliinua mikono yake na kwa sauti kuu akasema, imekwisha. Hii kauli imekwisha ni pale ambapo Yesu anaambiwa na malaika, nimetia muhuri wale wote ambao wamekukubali wewe. Wote waliobaki
wamekukataa kikamilifu. Yesu anatazama, anajua kweli wale wengine wote wamekataa kikamilifu. Yesu anatamani awaombee, anatamani azidi kubaki pale, lakini kwa sababu ile sifa ya kuwepo mlango wa rehema wazi kwa mtu imekosekana kwa wale wote walimkataa, yaani wamevuka kiwango cha kurekebishika. Hakuna hata mmoja ambaye ataweza kurudi kwa Mungu kwa ukamilifu, kwa toba ya kweli. Yesu anasema, Baba, msalabani niliwafia hawa wamenikataa. Ningehitaji kuwaombea, lakini wamekataa huduma yangu. Malaika amemaliza kazi ya kuatia muhuri. Wameandikwa jina lako na langu kwenye vipaji vya nyuso zao. Yesu anaamka kwa huzuni, lakini akitamka imekwisha, anamaanisha mlango wa rehema umefungwa kwa ulimwengu mzima. Iko hivi, katika masomo mengine yajayo mbele nitazungumzia mlango wa rehema kwa miji, mlango wa rehema kwa taifa kama Israeli, mlango wa rehema kwa makanisa, kwanza na kanisa la Mungu kisha makanisa mengine, na baadaye nitazungumzia mlango wa rehema kwa ulimwengu mzima. Lakini kwa sasa nazungumzia mlango wa rehema kwa mtu mmoja mmoja, ambapo mtu mmoja mmoja watakapomalizika wote duniani, mlango wa rehema wa dunia unakuwa umefungwa. Kuna wakati itafika, kuna watu 20 tu duniani ambao Yesu hajaondoka kwenye huduma yake ya uombezi kwa sababu ya watu 20 ambao wanawangojea. Pengine kuna ambao ndani ya wiki hiyo watatu hukumu yao inakatwa, mlango unafungwa. Huenda wengine ni baada ya miezi miwili, miaka 4, miaka 5, mpaka wale wote walobaki wamalizike. Ndio mlango wa rehema kwa ulimwengu unakuwa umefungwa, kwa sababu panakuwa hakuna ambaye hakuamua matokeo anayoyataka. Mpaka hapo hukumu ya upelelezi ya wale wafu waliokufa zamani ilikwisha kufanywa, na wale walio hai imekwisha kufanywa. Hivyo wanaostahili uzima milele wamefahamika. Hichi ndicho Mungu anachokisubiri, awapatie uzima waliotaka na umauti kwa wale waliouchagua. Hivyo kuna wakati huenda akawa amebaki mmoja tu, na huyo ana hata miaka 4, lakini Yesu haachi kazi yake. Atakaa mpaka malaika wampige muhuri, wamfundishe ukweli, asimikwe katika ukweli kiakili na kiroho. Huo muhuri ukae, asitikisike, aweze kuishi bila muombezi. Maana Yesu anainuka kwenye kiti cha rehema, anacha kazi ya uombezi. Anasema wale ambao walinichagua wazidi kutenda mema, wale ambao walikataa wazidi kutenda uovu na udhalimu. Hiyo kauli kitamkwa, Bwana wako atakuwa alikwisha kuja kwako akakukuta wewe vipi? Swali la kujiuliza sana, mtu wa Mungu. Kitabu cha Wazee na Manabii kurasa namba 99 paragrafu 3 inasema hivi: walimwita kwa bidii, lakini sikio lake halikusikiliza kilio chao. Hawa ambao walimwita kwa bidii ni watu wa zama za Nuhu. Walimwita Mungu kwa bidii pale walipoona ya kwamba gharika sasa inanyesha. Inanyesha. Mungu alikuwa yuko sawa. Waliona madhara yanayoonekana, wakashtuka mioyo. Lakini wakati ukweli unaletwa bila madhara, hawakushtuka. Pale wanapoona madhara yanatokea, wanakuja kutubu sasa. Hii ndio toba ambayo si ya kweli. Tukijua hii ambayo sio ya kweli, tutajipima, tujue je, tulishawahi kutoa toba ya kweli kwa Mungu? Sikiliza, anasema hivi: katika saa hiyo ya kutisha, waliona kwamba uvunjaji wa sheria ya Mungu ulikuwa umesababisha uharibifu wao. Ijapokuwa kwa kuogopa adhabu walikubali dhambi yao, lakini sikiliza, lakini hawakuhisi majuto ya kweli wala kuchukia uovu. Kumbe toba ya kweli ni majuto ya kweli dhidi ya dhambi na kuchukia. Rafiki yangu, kama haukuwahi kuchukia unachokifanya, haukuwahi kutubu. Yesu angalia midomo inavyofunguka tu hivi. Anaangalia moyo wako, makusudi yako, mapenzi yako. Yapo na ile dhambi au yameichukia? Umeenda mbali nayo kiasi gani? Ukichukia dhambi tu umetubu. Omba Mungu akupatie kuchukia dhambi. Maana anasema wala kuchukia uovu. Wangerudi kwenye uasi wao wa mbingu kama hukumu ingeondolewa. Naomba usikilize. Wangerudi kwenye uasi wao wa mbingu kama hukumu ingeondolewa. Mungu alishamazarau nyuma kule. Akafunga mlango siku 7, hakuna badiliko lolote hewani, hakuna badiliko lolote angani. Mawingu yametulia, kazi inaendelea kama kawaida. Mlango umefunga, wakaenda kuwatukana wakina Nuhu kama mmepotea, lakini walikuwa wanadhibitisha kupotea kwao wao wenyewe. Madhara yanaanza kutokea
wanaanza kusema Mungu tufungulie. Lakini madhara haya tunaambiwa yangeondolewa, wangedumu katika uasi na mbingu kama ilivyokuwa kawaida, tena wangezidisha uovu. Wengi ambao wapo kwenye vitanda karibu na kifo, wengine kwenye hukumu zinazogharimu maisha yao, huwa wanaita watu wawaongoze sala ya toba. Rafiki yangu, kwa nini uchelewe kuokolewa? Kwa nini uchelewe kiasi hicho? Nategemea mtu akiitwa kwenye kitanda cha rafiki aliyepata ajali ni kumwombea Mungu apone, si kumwambia samehewa dhambi. Dhambi hazisamehewi hivyo. Dhambi ina utaratibu wake. Umeona kifo, unataka utubu. Je, ikitokea Mungu akakuponya, akupatie miaka 20 mbele, miaka 30 mbele, hiyo toba ambayo uko unataka uongozwe hapo, huo moyo ambao uko nao dhidi ya kutamani toba wakati huo, hiyo toba tutaiona kwenye matendo mengine ambayo utakuwa ukiyatenda ndani ya miaka 30, kwenye miaka 30 ambayo utapewa na Mungu. Mungu akakuongezea okay, umepona sasa. Hukumu, hakimu ulihukumiwa kifo, rais ametengua. Ile toba ambayo uliitubu tutaiona kwenye maisha yako tena. Kama Yesu alikwisha kukata hukumu yako kwamba wewe umeshapotea milele, hautaweza kuendana na toba ya kweli kamwe. Utapewa miaka mingine, lakini utadhihirisha dhambi zako ni sehemu ya wewe na umestahili kwa hukumu. Hivyo kwenye vile vitanda watu wakiwa wamekaribia na kifo, sio sehemu ya kutubu pale. Pale ni sehemu ya kumwombea mtu apone. Sura ya toba anajua yeye na Mungu wake. Maneno haya yanaweza akawa ni magumu, lakini rafiki yangu yasikie, yakusaidie. Anazidi kusema, kwa hiyo wakati hukumu za Mungu zitakapoanguka juu ya dunia kabla ya gharika yake kwa moto, wasiotubu watajua ni wapi hasa na dhambi yao ni nini, kudharau sheria takatifu. Hata hivyo hawatakuwa na toba ya kweli kama walivyofanya wenye dhambi wa ulimwengu wa kale. Wazee na Manabii 99.3. Toba ya kweli rafiki yangu ni sasa. Huu ni wakati wa kukesha. Hakuna toba ya kweli wakati umeshikiwa bastola unaambiwa tubu dhambi zako zote. Hamna toba ya kweli hapo. Unaambiwa risasi. Yesu anataka utubu wakati hauna misukosuko inayokushawishi isipokuwa dhambi ni mbaya. Shetani ana hila na mchukia na mambo yake yote. Wakati huo unapochukia, Yesu anafurahi. Anakupatia muhuri wa kipaji cha uso wako, unakuwa ni mwanae. Lakini toba za kushurutishwa. Kuna wakati niliona mtu mmoja amerekodi video, amemshikia kisu mwanamke, anamuuliza, unakuwa mke wangu au huyu mke wangu? Mwanamke akaogopa akasema, nakukubalia. Hiyo ni ndoa hiyo? Sasa vipi kwenye toba Mungu anayeona sirini? Inawezekana ikawa hivyo. Unaweza kumdanganya Mungu. Mungu anataka kufanya maamuzi bila kushurutishwa, ukiwa huru kabisa. Haujui kinachoendelea wakati una furaha, kabla ya ile ajali, kabla ya ile ugonjwa, kabla ya ile jambo ambalo lilikupatia hasara, kabla kabisa, wakati una heshima zako, unaelekea kazini, unakutana na mhitaji, unamdharau. Yesu anasema, mwanangu, nimekufundisha kuheshimu watu wangu wengine, lakini unadharau. Unapata kazi, hauna heshima. Miaka yote nimekuonya, hausikii. Umepimwa, umepungua. Si wakati umechungulia kifo, hapana. Wakati una furaha, umeshiba, watu wanakusifia, una cheo, unafurahi, muda huo Yesu anakuja, wewe hauna habari, anakata hukumu yako. Jambo la kutisha kabisa. Matokeo yanayoonekana baadaye ni ya mwilini baadaye, lakini haya ya kwanza ndiyo ya kutisha na ya kuogopa, ambayo maandiko yanasema, kesheni maana hamjui saa hii Bwana wenu anakuja saa ngapi. Dhambi isiyosamehewa ni kitu gani? Tuangalie dhambi isiyosamehewa ni kitu gani. Mathayo 12 aya 32, maandiko yanasema hivi, naye mtu yeyote atakayenena neno juu ya mwana wa Adamu atasamehewa, bali yeye atakayenena neno juu ya Roho Mtakatifu hatasamehewa katika ulimwengu wa sasa wala katika ule ujao. Yesu anaweka bayana dhambi ambayo haitosamehewa ni ya kunena neno juu ya Roho Mtakatifu. Na Yesu alihurumia akawaambia, kwenye akili yenu wengi mnagiza. Ninajua hamwezi kupokea kila kitu. Wengine mtanikataa kwa sababu tu mmedanganywa. Lakini pale nitakaporudi katika roho na kuelekeza taratibu ukweli, mkauona ukweli, mkakataa kutubu, mkabaki na kiburi,
hiyo dhambi sasa haitasamehewa. Yaani kwa ambaye leo hii amethibitika kabisa mimi ni mwana wa Mungu, yani yeye Yesu, akanikataa, hatasamehewa. Lakini kwa yule ambaye hakufahamu kwamba anayeongea naye ni mwana wa Mungu, kwa kutokujua na akanikosea, kwa kutokujua akaungana anayesulubisha, kwa kutokujua, kama wakina Sauli alikuwa akifanya yale matendo akifikiri ndio anafanya kazi ya Mungu wa kweli sasa, lakini kumbe anamuudhi Yesu. Wapo ile sifa ya Sauli, inawezekana kwa mhusika katika kuuliwa kwa Stefano, wamefurahi ndio, lakini Yesu anawaambia wakati huo dhambi hiyo Sauli unaweza ukasamehewa, lakini nitakapokujia kwenye njia kwenda Dameski na kudhihirishia ukuu wangu na kukuelekeza mimi ni nani na kukufundisha ukweli wote, moyo wako ukajua hasa ukweli ni nini, ukakataa kutubu, hapo hiyo ndio dhambi isiyosamehewa. Kwa nini? Twende tukaone mtu wa Mungu. Waebrania 10:26 inasema, Waebrania 10:26 inasema, maana kama tukifanya dhambi kusudi, mfano wangu mimi hapa ni Sauli. Yesu anamwangalia Sauli, anafanya dhambi si kusudi. Kwenye moyo wake anajua kabisa hawa wanaihalifu sheria, wanafaa kuuawa. Ndicho ambacho alikuwa anawaza na alifikiri yuko sawa, nje ya unafiki. Kwenye makanisa kuna watu ambao wamepotezwa kwa ajili ya fedha. Wanajua kabisa ni uongo, lakini wanatia kwa sababu ya fedha ama kwa kuonekana, majina, kwa watu wanapenda kusifiwa, vitu kama hivyo. Lakini kuna wengine wamedanganywa kabisa, hawajui. Yesu anawaambia wale ambao hawajui kama wamedanganywa, wao wanafikiri wao wanatii na kutenda haki kwenye maagizo ambayo si ya kweli, wakifikiri ni ya Mungu. Yesu anawaambia kama kina Sauli, uenda mkao mnafurahi hicho kinachofanyika, lakini nitakapokuja kukufundisha kwamba unakosea. Alafu hapo maandiko yanasema, kwa maana tukifanya dhambi kwa kusudi, alafu Sauli jambo hilo ukalirudia kwa makusudi, nini kitatokea? Ulikuwa haujui, sawa, nimekuja katika roho, katika nguvu yangu ya kiungu, nimekuelekeza, umejua ukweli kabisa. Alafu kama tukifanya dhambi kusudi, baada ya kupokea ujuzi wa ile kweli, haibaki tena dhabihu kwa ajili ya dhambi. Kumbe ni kana kwamba Mungu anamwambia sasa Sauli, sikiliza, ulitenda hayo yote kwa kutokujua. Ukweli ni huu, kama Sauli, yani Paulo, angekataa huu ushuhuda wa Yesu, akarudi kwenye tendo lake la mwanzo, angelikuwa amemkufuru Roho Mtakatifu, kwa sababu Roho Mtakatifu ni roho ya Kristo na roho ya Baba. Ni uwepo wa Kristo au Baba katika uwezo wao wa kuwa kila mahali, ni kwa nguvu zao. Hivyo yote ambaye atakataa ushahidi baada ya kufunuliwa wazi, akaamua atende uovu kwa hiari yake mwenyewe, hiyo dhambi ndio dhambi ambayo haina toba. Huwezi kutubu kwa sababu umekataa kuifuata haki, ukiwa unajua hauna msamaha, huna pa kujitetea. Hicho ndicho ambacho kinazungumzwa. Yohana 16:13 maandiko yanasema hivi, lakini yeye atakapokuja huyo Roho wa kweli, atawaongoza awatie kwenye kweli yote, kwa maana hata nena kwa shauri yake mwenyewe, lakini yote atakayoyasikia atayanena, na mambo yajayo atawapasha habari yake. Yesu anawaambia neno ambalo mnaweza mkunena juu ya mwana wa Adamu mtasamehewa, lakini atakapokuja Roho awaelekeze mlipokosea wakati mlipokuwa mkininenea, alafu mkakataa kurekebishwa na Roho yangu ambayo nitaituma iwaelekeze, nguvu yangu iwaongoze na kufanya kweli yote. Ikija ile nguvu ikawafundisha, mkakataa kuifuata kweli, hiyo kwa hiyo dhambi ndio ambayo hamtasamehewa. Kitabu ni Tumaini la Vizazi Vyote, kurasa namba 534, kitabu kinasema, wale waliokuwa wamezungumza vibaya dhidi ya Yesu mwenyewe bila kutambua tabia yake ya kiungu wangeweza kupokea msamaha, kwani kwa njia ya Roho Mtakatifu wanaweza kuletwa kuona makosa na kutubu. Dhambi yoyote ile, ikiwa roho itatubu na kuamini, hatia hiyo huoshwa kwa damu ya Kristo. Lakini yeye anayekataa kazi ya Roho Mtakatifu anajiweka mahali ambapo toba na imani haziwezi kumfikia. Ni kwa Roho kwamba Mungu hufanya kazi juu ya moyo. Wanadamu wanapomkataa Roho kwa makusudi na kuitangaza kwamba imetoka kwa Shetani, wanakata njia ambayo kwayo Mungu anaweza kuwasiliana nao. Roho inapokataliwa, hatimaye hakuna tena ambacho Mungu ataweza kufanya kwa ajili ya nafsi. Kwamba wakati Yesu amekuja hawakumuelewa, wakamnenea mengi. Yesu akasema, mnaweza mkaninenea kwa sababu tu hamjui.
Lakini Roho akija kuwaweka kwenye kweli yote na mkamkataa tena, wakati anaelekeza, dhambi hiyo hamtakamsamehewe. Ndicho ambacho kinazungumzwa hapa. Hivyo dhambi isiyosamehewa ni kitendo cha kukataa maonyo ya Mwenyezi Mungu mpaka unakuwa na shingo ngumu, unakomaa katika uasi, hauoni tena kwamba unakosea. Mpaka hapo umemkufuru, ulipiga hatua taratibu taratibu, unaenda mbali, unaita, unasikia sauti inakuwa kwa mbali, sauti inakuwa hauisikii tena, umeelewea katika dhambi, umekomaa katika dhambi, hauwezi kurudi tena nyuma ya ile mpaka wa rehema, umeshapotea milele, umeikufuru Roho iliyokuwa ikikusii na kukusemesha. Unakuwa unamkataa Yesu ambaye anakusii, anakusemesha urejee, mpaka inafika mahali ambapo haufai kurekebishika tena. Mlango wako unafungwa unapovuka ule mstari wa rehema ambao ungefaa kurekebishika. Ndio maana kwenye 6:3 Mwanzo Mungu anasema, roho yangu haitashindana na mwanadamu milele. Wale waliokuwa nje ya safina walimkufuru Roho wa Mungu aliyesema ndani ya Nuhu. Huenda na leo rafiki yangu kwenye hubiri hili, kama hautasikia, utakuwa unamkufuru Roho anayenena ndani yangu kuzungumza na wewe rafiki yangu. Bila shaka wewe utakubali ukweli huu, na wewe kati ya wale waliokombolewa katika kweli. Kitabu ni Signs of the Times, Aprili 14, 1887, kurasa namba 230, paragrafu ya 6 na ya 7, inasema hivi: lakini wale waliopita kabla ya gharika walipinga jitihada za Roho. Tabia ya dhambi ni kujizidisha yenyewe na kuisonga hisia yoyote ya wema. Narudia, tabia ya dhambi ni kujizidisha yenyewe na kuisonga hisia yoyote ya wema, na kwa hivyo kwa kukandamizwa mara kwa mara kwa kila msukumo mzuri, watu hao wanakuwa wapotovu kiasi kwamba hawakuwa na wazo moja jema. Walikuwa wasio na faida, wakomeshaji katika nchi. Hapakuwa na uwezekano wa kurekebishwa kwao, kwa hiyo wakakatiliwa mbali. Katika kila kisa ambacho hukumu za Mungu zimeletwa juu ya watu, ilikuwa ni kwa sababu, sikiliza, ilikuwa ni kwa sababu hapakuwa na uwezekano wa kurekebishwa kwao. Rafiki yangu, kuna uwezekano wa kurekebishwa kwako? Bwana na kuongoze. Walikuwa kwa ufupi wamefanya dhambi isiyosameheka. Hivi ndivyo ilivyokuwa kwa watu wa kabla ya gharika, watu wa Sodoma, wakali waovu wa Kanaani, Mwanzo 15:16, ambao waliangamizwa ili kutoa nafasi kwa Waisraeli na hatimaye kwa watu wengi wa Israeli. Asema mwanahistoria mtukufu, anazungumza hapa ni Musa. Walikuwa wametenda dhambi isiyosameheka. Miaka 120 wanapewa maonyo, wanakataa. Bwana akasema, roho yangu haitoshindana na mwanadamu milele. Walitenda dhambi isiyosameheka, na hii ilikuwa ni kwa sababu hapakuwa na uwezekano wa kurekebishwa kwao. Mambo ya hatari kabisa haya. Hukumu inakatwa, watu hawajui. Tumaini la vizazi vyote 237 Kiswahili, Kiingereza 322 323. Kitabu kinasema, hivyo ndivyo imekuwa kwa viongozi hawa wa Kiyahudi. Walishawishika kwamba nguvu za kimbingu zilikuwa pamoja na Kristo, lakini ili kuupinga ukweli walihusisha ule utendaji wa Roho Mtakatifu na Shetani. Hapo walifahamu ukweli kabisa kwamba ni nguvu za mbinguni, kwamba ni Mungu yupo na huyu, lakini ili kupinga ukweli wakafanyaje? Anazidi kusema, kwa kufanya hivyo, au viongozi wa Kiyahudi, kwa kufanya hivyo walichagua udanganyifu kwa hiari yao. Hichi ndicho kitu cha kuogopa kabisa. Kwa kufanya hivyo walichagua uangamivu kwa hiari yao. Hii ndio dhambi isiyosameheka. Maana hakuna kafara tena kwa ajili ya dhambi tukidumu katika dhambi baada ya kujua ile kweli ilivyo. Anasema kwa kufanya hivyo walichagua udanganyifu kwa hiari yao. Rafiki yangu, umeshaambiwa namna ya kula, kunywa, kuvaa. Nazungumza tena kuvaa. Na urembo ambao unaharibu ngozi yako, unaharibu utu wako, unamwabisha Kristo. Usifanye mambo hayo na maelezo mengine ambayo Mungu amesema. Pengine unaambiwa na marafiki kwamba Sabato ni siku ya 7. Mbao 2 za mawe Mungu aliandika kwa kidole chake, akaandika Sabato ya siku ya 7 ndani ya mbao 2, ambazo hizi Musa alikwenda kuziweka ndani ya kiti cha rehema, ambapo juu alikuwa ameketi Mungu. Ndani ya kiti cha rehema kuna mbao 2 za mawe
ambazo zimeandikwa amri za Mwenyezi Mungu. Sabato ambayo ni amri ya 4 ambayo ipo kwenye hizo ngao mbili, hiyo haigongelewi msalabani, lakini zile sabato zingine za miaka, za miezi, zile za sikukuu ni vivuli, zile sawa. Lakini kwa habari ya sabato ya siku ya 7, hii inadumu milele, maana si kivuli, kwa kuwa Mungu alitunza kabla ya dhambi. Si kivuli cha chochote, ni ukumbusho na ni tamko la dhahiri ya kwamba Mungu ni muumbaji. Mungu kuwa muumbaji haikugongelewa msalabani. Hapana. Hivyo inawezekana umesikia habari ya siku ya sabato hii ya 7. Unaona pengine tu alikuwasilishia somo hili alikuwasilishia vibaya, ama mlikuwa mnavutana, lakini unaona nafsini mwako ya kwamba huu ni ukweli. Mpaka sasa umeuzuia moyo wako usiufuate. Maandiko yanasema unatenda dhambi isiyosameheka. Kama mwasilishaji aliwasilisha vibaya, msamehe, lakini wewe ti ukweli uweze kuokolewa. Usilete upinzani na mvutano kama wale wa Kiyahudi walivyofanya dhidi ya Yesu. Utakuta unatenda dhambi isiyosameheka kwa kujua na kwa kuamua kwa hiari yako mwenyewe. Bwana na kuokoe. Karibu kutunza maagizo yote ya Mwenyezi Mungu, amri 10 kutoka 20 aya ya 3 hadi 17. Zote zinadumu milele, na sabato siku ya 7 ambayo ipo ndani hapo. Ikiwa hukiitunza rafiki yangu, ni hatari sana. Jifunze utii, isiwe unamkufuru Roho Mtakatifu kwa kutenda dhambi isiyosameheka. Mwandishi anamalizia akisema, walijisalimisha kwa shetani na matokeo yake waliendeshwa na nguvu zake. Kumkufuru Roho ni kukataa, kupuuzia, kuzembea maonyo au ushahidi kamili wa ukweli uliodhihirika moyoni kwa mtu kabisa kabisa, mpaka mtu anakuwa sugu, asiyeshaurika tena, asiyeweza kuiona dhambi kama ilivyo haswa, hivyo hataweza kuchukia dhambi ili asamehewe. Hivyo haiwezekani kusamehewa, maana hawezi kuiona dhambi ni dhambi tena. Kitendo cha kuzidi kutenda dhambi, kurudia, kukataa maonyo, mwishowe unakuwa kama Farao, unamkufuru Roho wa Mungu. Waebrania 10:26. Maana kama tukifanya dhambi kusudi, Biblia iliweka bayana dhambi isiyosameheka ni ipi? Kutenda dhambi kusudi. Anasema kwa maana kama tukifanya dhambi kusudi, yani kwa hiari, willfully, kwa kujua, baada ya kupokea ujuzi wa ile kweli, baada ya kupokea ujuzi wa ile kweli, haibaki tena dhabihu kwa ajili ya dhambi. Yani hiyo dhambi ya kukataa kutubu baada ya kujua ukweli, ukirudia tena kosa, damu ya msalabani haikoshi hapo, maana hicho ni kiburi. Yesu haoshi viburi. Mungu akuongoze na kulinde. Alikupatia ujumbe huu, anakupenda sana. Zidi kuzingatia ni wapi ambapo Mungu anakuuliza kupitia ujumbe huu. Kumbuka, haujui siku wala saa atakapokuja Bwana wako. Huenda una dakika chache umebakiza katika uso wa nchi, hukumu yako kukatwa, lakini bado utaendelea kuishi. Jambo la kuogopa la kwanza ni hukumu hii ambayo inakatwa wakati watu hawana habari, inayoamua umilele wako. Kesha rafiki yangu, kesha rafiki yangu. Shuhuda kwa Kanisa, somo la 2, kurasa namba 337 inasema, lakini wanaume na wanawake wako katika saa za mwisho za rehema, na bado ni wazembe na wapumbavu, na wahudumu hawana uwezo wa kuamsha, wao wenyewe wamelala, wahubiri waliolala wakiwahubiria watu waliolala. Sikiliza, Shuhuda kwa Kanisa, somo la 5, 466 inasema hivi, kuja kwa Kristo hakubadili tabia zetu, bali huziweka imara milele bila badiliko tena. Yesu haji kubadili tabia ya mtu, anakuja kuwafufua watu na tabia ambazo walivyolala walikuwa nazo. Huwezi kumwombea mfu akabadilisha tabia. Yesu amekataa. Pia tukisoma Adventist Home page namba 16 anasema hivi, utatoka kaburini na tabia ile ile uliyoionyesha katika familia na jamii. Yesu habadili tabia katika ujio wake. Kazi ya kutengeneza tabia inatakiwa ifanyike sasa hivi. Matendo yetu kila siku yanaamua umilele wetu. Ufunuo 14:13 inasema, nikasikia sauti kutoka mbinguni ikisema, andika, heri wafu wafao katika Bwana tangu sasa, naam, asema Roho, wapate kupumzika baada ya taabu zao, kwa kuwa matendo yao yafuatana nao. Yani hukumu yao inafuatana nao.
Huwezi kumwombea mtu aliyehukumiwa milele na Mungu eti asihukumiwe milele. Mungu alisema kwa habari ya Musa, anayenitenda dhambi ndiye nitakayemfuta. Na vivyo hivyo anayetenda haki ndiye atakayeandikwa kwenye kitabu cha uzima, si kwa kuombewa. Mungu kwa habari ya uzima na umauti milele anataka kwa watakaotenda haki wataandikwa, wakitenda dhambi watafutwa. Mungu anamwambia Musa, si habari ya kuombeana, kawaambie waache dhambi. Basi huwezi ombea mtu. Kiongozi wa dini ambaye anaongoza ibada za kuombea wafu, huyo anasema anafundisha ndoa yako, hatari. Anasema ananyosha mikono ili akubariki, jambo la kutisha kabisa. Mikono inayoombea wafu, ibada ya kimizimu. Huyo kiongozi wa dini unabaki unamsikiliza, anakufundisha neno la Mungu kweli? Tumia nambari ambayo unaiona inapita kwenye screen hapa na ambayo nitatoa mwishoni. Itumie kuwasiliana na sisi, tukuelekeze wapi utaabudu na waabudu halisi. Na kwenda kumalizia sasa. Nukuu hii ni ya mwisho. Kitabu ni Elimu ya Kweli, kurasa namba 150. Mwandishi anasema hivi: ngome ya uovu iliyo imara zaidi katika ulimwengu wetu sio maisha ya udhalimu ya mdhambi aliyetengwa au mtu aliyetupwa na kushushwa hadhi. Ni maisha yale ambayo vinginevyo yanaonekana kuwa yenye uadilifu, ya heshima, ya kiungwana, lakini ambayo ndani yake dhambi moja inalelewa. Uovu mmoja unaendekezwa. Kipaji, talanta, huruma, hata matendo ya ukarimu na wema, kwa namna hiyo vinaweza kuwa mitego ya shetani ili kuwashawishi watu waje kwenye bonde kubwa la uangamivu. Kuna dhambi moja unaihifadhi, unaificha rafiki yangu. Kuna jambo hujaliweka sawa moja tu umeificha ndani yako. Unahudhuria kwenye ibada, unaonekana mtu ambaye unavaa vizuri, unavaa kwa heshima, unaimba kwenye kanisa, unahudumu kuna kule, lakini kuna kitu kidogo kimejificha ndani yako ambacho kinakupatia uangamivu wa milele. Tunaonywa, hii ni ngome ya uovu. Wengi kwenye makanisa wamekufa kwa dhambi hii. Kuna kitu fulani wamekishikilia, kuna kinyongo wamekishikilia, kuna kachuki wamekishikilia, kuna uzembe wa kutunza muda kwenye ibada ameshikilia. Kuna kitu kadogo tu ambacho anaona hakana shida sana, lakini kwa hako Bwana anakupima, anasema umepotea milele. Ufunuo 3:7. Na kwa malaika wa kanisa lililoko Philadelphia andika, haya ndio anenayo yeye aliye mtakatifu, aliye wa kweli, aliye na ufunguo wa Daudi, yeye mwenye kufungua wala hapana afungaye, naye afunga wala hapana afunguaye. Mlango wako ukifungua na Kristo hakuna kufunga, lakini ogopa, akifunga hakuna kufungua. Unataka Yesu akufungie nje ya mlango au ndani upande wa waliokombolewa? Mungu anasema kesheni, kwa maana hamjui siku wala saa. Na muda wa kukesha ni muda kabla ya kufungwa kwa mlango wa safina. Mlango ukishafungwa, muda wa kukesha umeisha, na Yesu kama mhukumu anajiandaa kuja kama mfalme wa utukufu kutoa haki kwa kila mmoja. Utakuta upande gani rafiki yangu? Alikupatia somo hili, ninarudia tena, anakupenda sana. Anakuambia jichunguze ili mbinguni muwe pamoja. Lakini pia nikwambia rafiki yangu, nunua kitabu kinaitwa Wazee na Manabii. Nenda kwa kanisa la Waadventista wa Sabato, waambiwa kupe kitabu Wazee na Manabii. Nunua na Biblia yako, usome hichi kitabu, kitakusaidia kwa kweli kufahamu vitu vingi ambavyo huenda haukuvifahamu. Mungu anataka utengeneze tabia yako. Adam na Hawa walipokosea, Mungu aliwapatia muda mwingine wa kutenda kile ambacho walipaswa kukitenda lakini hawakukitenda, muda wa rehema, watengeneze tabia zao. Mungu anataka tutengeneze tabia ili tupate kibali cha kuishi milele. Mwenyezi Mungu akubariki na kukulinda. Hii ni ibada inaendelea sehemu ya 3. Ni lazima tuzingatie kwamba lazima roho ya Mungu iwe ndani yetu, ndio itamke, ndio itende, tutakuwa salama. Yesu akija kwako rafiki yangu, naomba akukute ukiwa umekesha tayari. Akukute ukiwa umeacha mambo yote ya giza. Paulo anatuambia huko ndiko kukesha. Tumia namba ya simu, anza na alama kujumlisha 255 758 040 094. Wasiliana nasi, tutakusikiliza na kukuhudumia. Basi nikukumbusha kusubscribe page yetu ya YouTube, lakini pia kubonyeza alama ya kengele ili uwe kati ya watu wa kwanza ama uwahi kupata ujumbe pindi tuwekapo kipindi kingine
kipya. Tungependa kuona comments zako kwa kila kipindi ambacho unakitizama. Jambo lingine ni usisahau kushiriki masomo haya na watu wengine unaowapenda. Baada ya kusikia ujumbe kama huu, tafadhali shiriki na ndugu, jamaa na marafiki uwezavyo. Tuma linki hii na links zingine kwa marafiki kulingana na vile utakavyoweza kuwafikia. Mungu akubariki tena na tena kwa kufuatilia vipindi kutoka channel yetu ya Njia Salama Ministry. Ulikuwa nami Mwalimu Emmanuel Liaru. Tuombe. Baba yetu unayeketi mahali pa juu mbinguni, jina lako litukuzwe sana. Jina lako lihimidiwe. Kumbe wakati wa kuogopwa na wakutisha ni ule ambapo maamuzi yetu ya milele yanaamuliwa tena mbinguni bila sisi kuwa na taarifa. Mlango wa rehema. Naomba basi Bwana Mtakatifu, kwa marafiki ambao wamesikia ukweli huu, ukatembee nao, ukawaelekeze waweze kuacha dhambi zao zote. Huu ni muda, wengine walikuwa hawajui, walikuwa wanafikiri pengine wakati watakapokuwa kwenye hali za hatari watatubu baadaye, lakini kumbe unamaliza kazi ya kumpima kila mtu akiwa hai. Jambo la kutisha namna gani? Akiwa na nguvu zake, akiwa bila hofu ya hatari yoyote. Hawakujua, wasije wakakutwa wakanaswa kwenye mtego kama ndege anaswavyo. Baba Mtakatifu, marafiki hao wanapokea ujumbe huu, kawabariki, tembea nao, kawashikilie, waweze kutoa ibada muda na wakati wote, waweze kubarikiwa katika haki yako itakayokuwa ikiwaongoza. Katika jina la Yesu nimeomba na kuamini, amina.